Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake na kibali katika siku hii ya leo, ambao Mungu ametupa nafasi ya kulisikiliza neno lake tena katika semina hii ambayo anafundisha Mwalimu Aaron Mihele. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya watu kusikiliza, watu kufuatilia katika mitandao tofauti tofauti, ambao Mungu ametupa nafasi na watu kusikiliza. Somo letu tutaendelea kama kawaida. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa kwa upana na katika kina. Nitakuombea. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa siku ya leo. Tunaweka mikononi mwako Roho Mtakatifu siku ya leo. Nitumie tena kama upendavyo. Damu ya Yesu ikakae katika kinywa changu, na Roho Mtakatifu ukaniwekee maneno yako ndani ya kinywa changu na moyo wangu, nipate kunena kile kitokacho kwako na unachotaka mimi nikiseme leo today. Katika jina la Mungu Baba, naomba Roho Mtakatifu katawari, ikawe nuru, ikawe nguvu katika fikra zao, wakapate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na somo ambalo tulikuwa tunazidi kujifunza lilikuwa linaitwa faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Katika kipindi ambacho tulijifunza kilichopita, tulijifunza nguvu za Mungu ni nini, nguvu za Mungu ni nini, na watu gani ambao Mungu anawapa nguvu zake. Baada ya hapo tukajifunza aina 7 za nguvu za Mungu. Tukajifunza kuna Kratos, kuna Dunamis, na nyingine inaitwa Pneuma. Ziko nyingi tofauti tofauti ambazo tumejifunza. Ziko aina 7 za nguvu za Mungu. Na katika kujifunza neno kuu wa Efeso 6 mstari wa 10 nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ndio tulikuwa naelezea uwezo wa nguvu zake. Nguvu zake, ukisikia hivyo, Biblia inaposema naweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Mambo gani? Mambo yote. Katika kila sehemu kuna specific power. Ndio maana nikasema wale katika Mitendo 2:8, lakini mtapokea nguvu. Ile nguvu ilikuwa ni dunamis power. Ile dunamis ilikuwa ni neno ambalo linawakilisha miujiza. Ni nguvu za Mungu ambazo Mungu anatoka kwa ajili ya kufanya miujiza. Ndio kanisa la kwanza lilikuwa linaanza. Na kuna ile aina 7. Kama hujasikiliza, fuatilia part 1 na part 2 day 2. Siku ya pili ambayo nilikuwa nafundisha na part 1 na part 2 nimeelekeza kwa undani zaidi. Leo tuende kwa mifano zaidi juu ya vitu vya msingi sana. Katika mfano wa kwanza ambao tunataka tujifunze, tutaangalia mapigo 10 ya miungu iliyodhalilishwa. Mapigo 10 na miungu iliyodhalilishwa pale Misri. Kitu cha msingi sana cha kujua, Misri ilikuwa ni nchi ambayo ina dola ya kijeshi zaidi ya kiroho. Kama vitu tunavyojua, ilikuwa na dola ya kijeshi zaidi ya kiroho. Na Misri ilijengwa kwa nguvu kwa kutumia kazi za watumwa, na Israeli ndio ilikuwa chanzo chake. Kama vile tunavyoona wana wa Israeli walivyokuwa wanatumikishwa na nguvu kubwa sana. Pia Farao aliaminika kama ni Mungu, Farao, na watu walikuwa na mabudu kama Mungu. Unaona hapo? Kwa hiyo ukiangalia na kisaikolojia, Misri ilikuwa ina mfumo sana wa kijeshi, kiasi kwamba ilikuwa ina magari ya vita, ilikuwa ipo imejitosheleza katika kila eneo, na ilikuwa inaongozwa kwa uchawi sana. So mazingaombwe, uchawi. Nikisema uchawi ni uchawi kweli. Sasa tutajifunza baada ya Mungu kuandaa mpango wake kuja kutukomboa sisi. Kumbuka somo letu ni faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Mungu anaruhusu ufalme wa giza uwepo na ufalme wa nuru uwepo ili kujidhihirisha kuwa yeye yupo na hapana mwingine zaidi yake. Sasa tutajifunza kwa undani. Tutaangalia mapigo 10 ambayo Mungu aliwapiga
mfalme wa Misri na ile miungu ya Kimisri. Kila pigo lilikuwa linawakilisha mungu wa Misri. Mfano, pigo la kwanza lilikuwa ni damu, maji kugeuka kwa damu, au pigo la damu. Kwa hiyo maji ya mto Nile kugeuka kwa damu, yakawa damu. Hiyo ndio katika Kutoka 7:14 mpaka 25. Kutoka 7:14 mpaka 25. Kuna mungu alikuwa anaitwa Hapi. So ile ya furaha ya Kiswahili kabisa, HAPI, Hapi. Mungu wa mto Nile ndio alikuwa anaitwa Hapi. Sasa kuna mwingine alikuwa anaitwa Osiris. Kwa hiyo Osiris ni Nile ilikuwa chombo cha uhai wake. Osiris manake Nile ilikuwa chombo cha uhai wake. Kwa hiyo huyo mungu alikuwa anaitwa pia Khnum, anaitwa Khnum. Khnum manake ni mlinzi wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo Mungu yeye ni mlinzi wa vyanzo vya maji. Huyo mungu huyo alikuwa anaitwa Khnum, mlinzi wa vyanzo vya maji. Sasa Mungu alivyokuwa anaipiga bahari au maji yakageuka kwa damu, ilikuwa inaonyesha kuwa Mungu yeye ndio chanzo cha maisha na sio ile Nile, wala sio mto Nile. Kwa hiyo alikuwa anamwaibisha yule Khnum kuwa yeye hana nguvu zaidi yake. Ya pili ni vyura. Kwa nini Mungu alipiga tukio la vyura? Inapatikana katika Kutoka 8:1 mpaka 15. Kuna mungu mmoja alikuwa anaitwa Hekwiti. Ni mungu mke mwenye kichwa cha chura au ishara ya uzazi. Mungu akaleta wingi wa vyura kupita kiasi ili kuonyesha udhaifu wa Hekwiti. Kwa hiyo Hekwiti hakuwa na uwezo tena wa kumfanya Mungu wetu sisi kushindana na Mungu wetu, kwa sababu Mungu wetu alikuwa na nguvu zaidi ya huyo Hekwiti. Huyo Hekwiti, na kila mungu alikuwa anajengewa madhabahu na alikuwa ana kuhani wake na alikuwa wanafanya sadaka na alikuwa kuna tempo yao. Kila imagine kuna miungu 10 tulikuwa tunajifunza. Yote hiyo ilikuwa wana kuhani na sehemu ya kutolea sadaka kama vile unaenda kanisani. Kwa hiyo Hekwiti yeye ni mungu mke mwenye kichwa cha chura, ishara ya uzazi. Kwa hiyo Mungu akaleta wingi wa vyura kupita kiasi ili kuonyesha udhaifu wa Hekwiti. Huyo Mungu sasa alishindwa huyo Mungu. Ya tatu ilikuwa ni chawa au vumbi kuwa chawa. Inatoka katika kitabu cha Kutoka 8:16 mpaka 19. Kuna mungu alikuwa anaitwa Gebu, mungu wa ardhi. Kwa hiyo vumbi la ardhi likawa chawa, ilikuwa inaonyesha kuwa Mungu anatawala juu ya ardhi yote. Kwa hiyo Mungu wetu sisi alikuwa anaonyesha anatawala juu ya ardhi yote. Hakuna cha Gebu wala mamake Gebu, hamna hiyo. Kwa hiyo Mungu wetu alikuwa anajionyesha yeye ndo ana nguvu. Ya 4, nzi wakali. Kwa nini? Pigo linatoka katika kitabu cha Kutoka 8:20 mpaka 32. Kuna mungu alikuwa anajiita Kepri, mungu mwenye kichwa cha mende, anaongoza vyombo vya kuruka. Alikuwa ni mungu mwenye kichwa cha mende. Pigo linaonyesha kuwa hata viumbe alivyodai kuvitawala havimtii. Yaani hivyo Kepri, mungu mwenye kichwa cha mende, Mungu wetu si kuwapiga hiyo miungu au kuleta nzi. Ilikuwa inaonyesha hata huyo Kepri hakuwa na uwezo wa kuzuia hiyo jambo, japokuwa alikuwa anaitwa ana mfano wa kichwa cha mende na anaongoza wanyama wote au viumbe wote wanaolukaluka, ila hakuweza kumzuia Mungu wetu. Kwa nini? Huyo Kepri hana nguvu zaidi ya Mungu wetu. 5, wanyama kufa. Unaona? Pigo ndio katika Kutoka 9:1 mpaka 7. Kuna mungu alikuwa anaitwa Hathor, mungu mke wa ng'ombe. Na kuna mwingine alikuwa anaitwa Apis, ng'ombe mtakatifu. Apis maana yake ng'ombe mtakatifu. Kuna mwingine alikuwa anaitwa huyo mungu anaitwa Buchis,
Buchis, mungu wa mifugo. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha Mungu kuwapiga mifugo yote ya Misri kufa, ilikuwa inaonyesha yeye ndio chanzo cha uhai wa wanyama wote unaowaona, sio Apis, sio Hathor, so mwingine Apis, Hathor au yo Puchis. Hakuwa na uwezo. Ya 6, majipu. Kwa nini Mungu alipiga pigo la majipu? Kutoka 9:8 mpaka 12 nasema kwanza kuna miungu. Hiyo miungu ilikuwa inaitwa Sekhmet. Huyu ni mungu wa magonjwa, anaweza kuanza kuponya magonjwa ya aina yoyote yani. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Serapis, mponyaji, anajiita huyo mungu mponyaji. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Imhotep, mungu wa tiba. Lakini japokuwa alipigwa majipu au miungu yote mitatu ilitulia, ilikuwa haina uwezo. Rapakuria. Mungu wetu ana nguvu jamani, Mungu wetu ana uwezo mkubwa sana, Mungu wetu ana nguvu kubwa sana. Kwa nini Mungu alishusha mvua ya mawe na moto? Haijawahi kutokea duniani mvua inyeshe ya mawe na moto hivi imechanganyikana, haijawahi kutokea. Lakini katika Kutoka 9:13 mpaka 35 inatuonyesha kuna mungu mmoja alikuwa anaitwa Nuti, mungu wa anga. Nuti, mungu wa anga. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Shu, mungu wa hewa. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Tefnut, mungu wa unyevu. Kwa hiyo Mungu alivyokuwa anapiga mvua mawe na moto, ilikuwa inamuonyesha yeye ni Mungu ambaye, Mungu wetu sisi Yehova, yeye ndo ana mamlaka juu ya anga na nguvu za asili zote. Yeye ndo alikuwa na uwezo wa kumiliki chochote ambacho kinaweza kutokea. Hakuna Nuti, hakuna Shuti, hakuna Tefnuti, hakuna yoyote. Kwa miungu ya Misri ilipigwa kweli, ilipata aibu. Kwa nini nzige? Ya 8, kwa nini nzige? Nzige Kutoka 10:1 mpaka 20. Kuna miungu fulani kwa naitwa Seth, mungu wa dhoruba au uharibifu. Kuna mwingine kwa naitwa Nepel, mungu wa mavuno. Lakini Mungu alivyokuwa anaipiga nzige, ile mimea inakula yote, miungu yote ilitulia, ilikaa kimya. Hakuna aliyeongea, aliyethubutu kuongea. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaonyesha kuwa yeye ndio chanzo cha uhai wa mimea au chanzo cha riziki. Chochote ambacho unachokiona kinakuwa, yeye ndo anakikuza kwa neno lake, kwa sababu ukisoma anasema kitabu cha Mwanzo, anazungumzia kila mti au kila mche uzae kwa jinsia yake. Yeye ndo mwenye mamlaka, yeye ndo mwenye uwezo kila kitu. 9, giza nene kwa siku 3. Kwa nini? Kutoka 10:21 mpaka 29. Kuna Mungu alikuwa anaitwa Ra, hivyo Ra, mungu wa jua, mungu mkuu wa Misri. Huyu ndo ulikuwa mungu wa jua, na haijalishi huyo mungu wa jua alikuwaje, alikuwa na nguvu gani, lakini mbele ya Mungu wa Israeli alitulia. Ndio maana Mungu alipiga giza nene kwa siku 3, lakini huyo Mungu hakufanya. Walitegemea hii miungu yao iwasaidie, lakini miungu siku hiyo ilikaa kimya, ilitulia, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa miungu. Hakatai kama kuna miungu ipo, anakubali kabisa kuna miungu, amewapa nafasi wa kujiita wao miungu, lakini yupo Mungu wa miungu ambaye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ni jemedali wa majemedali. Yeye ni mfalme. Ajalishi duniani kuna wafalme wangapi, lakini yeye ni mfalme wa wafalme. Kuna wafalme, lakini yeye ni mfalme wa wafalme. Jesus. 10, kifo cha wazaliwa wa kwanza. Ukisoma kwenye Kutoka hiyo, ukisoma kwenye Kutoka utapata vizuri sana. Farao mwenyewe kwanza alichukuliwa kama Mungu. Farao, yani mtu kiitwa Farao ujue ni Mungu. Umeona? Jina lingine walikuwa namuita Osiris. Osiris mungu wa uzima na wafu. Mungu wa uzima na wafu. Kwa hiyo walitegemea watu kufa, huyo Osiris awasaidie ili awafufue, lakini hakuweza. Nikupe siri moja, katika miungu yote unayoiona ilikuwa kuna kipindi ambacho ilikuwa inaonyesha ukali wao. Imagine nyoka yule ambaye Musa, Mungu alimpa maelekezo aweke fimbo chini,
akageuka kwa nyoka, akaita waganga Farao wakageuza kweli kwa nyoka na yenyewe. Imagine, walikuwa ni wachawi kabisa, na miungu yao ilikuwa inafanya kazi. Usifikiri ilikuwa ifanye kazi ilikuwa ni hatari, lakini nyoka wa Musa akawameza wote, kumaanisha kuwa Mungu wetu ana nguvu kuliko miungu mingine. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini Mungu? Ndio swali nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini? Mfano au kiashiria, saini ya kwanza kumpa tumaini Musa ilikuwa ni kubadilisha fimbo kwa nyoka. Kwa nini nyoka? Kwa nini nyoka? Kwanza, moja, Misri ilitumia alama ya nyoka au kobra kama ishara ya nguvu ya kifalme. Mbili, uchawi. Tatu, miungu ya kipagani. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamwandaa kisaikolojia Musa juu ya huko anakoenda, kuwa kuna nguvu ya kichawi na kuna miungu ya kipagani. So Farao alikuwa akivaa taji yenye nyoka. Farao alikuwa anavaa taji yenye nyoka kama ishara kuwa yeye ni Mungu duniani. Hivyo Mungu alipokuwa anageuza fimbo ya Musa kuwa nyoka, alikuwa anatangaza vita ya mamlaka. Hiyo namba moja. Namba mbili, yeye Mungu ni zaidi ya uchawi wa Misri. Namba tatu, mamlaka ya Farao si kitu mbele za Mungu. Hili ni jambo nyeti sana la kujifunza na la kutafakari kabisa. Na Mungu atusaidie sana, kwa sababu vitu vya namna hii ambavyo Mungu anatusaidia kuvielewa kitaratibu, inatusaidia kumjua Mungu kwa undani na Mungu wetu jinsi anavyofanya kazi. Hii inatusaidia sana kama Wakristo ambao tunaelekea katika kutamani nguvu za Mungu, kumjua Mungu katika vile viwango ambavyo Mungu anatamani sisi tumjue. Inatusaidia sana hata Mungu mwenyewe kujifunua kwetu. Ila kuna swali lingine ambalo natamani tujifunze. Kwa nini Mungu aliamua kumchagua Musa, so mtu mwingine? Musa, why Musa? Kwanza, kitu cha kwanza, Musa alikuwa amefunzwa kwenye siri za Misri. Alikuwa amefunzwa kwenye siri za Misri. Kwanza alikulia katika jumba la kifalme, alijua uchawi wa Misri, alijua mifumo ya uongozi, alijua lugha ya Farao, alijua roho za Misri zinavyotenda kazi au zinavyotembea, na hii ilimpa uwezo wa kuelewa siri za uchawi. Kwa hiyo alielewa siri za uchawi, alielewa mbinu za kitawala, alielewa tabia za Farao na mambo mengine. Hii ilimpa Mungu nafasi kubwa sana ya kumchagua Musa. Na Mungu alimtengeneza Musa miaka 40 akiwa jangwani kwa mzee au kwa mke wake Yethro. Alimtengeneza na kumwandaa. Hajalishi changamoto ilikuwa ni ngumu kiasi gani, ila alikubali gharama za Mungu kumtengeneza upya. Kumbuka, alikulia mazingira yale, lakini Mungu akamtengeneza moyo wake. Imagine unaongoza watu zaidi ya mamilioni. Kuna wakati alikuwa na hasira, lakini katika kila changamoto alikuwa anamtegemea Mungu. Musa, na tunaona nguvu za Mungu mpaka leo. Tunamsoma Musa, mpaka leo tunajifunza kuhusu Musa. Je, wewe duniani leo utaacha historia gani ambayo watu watakukumbuka? Utaacha historia gani ambacho watu watakufuatilia? Utaacha historia gani? Siri kubwa ili uweze kuacha historia ni kuishi maisha matakatifu, kufanya kile kitu ambacho Mungu amekuelekeza ufanye, na kukua ndani ya Kristo na kumdhihirisha Mungu kupitia neno lake, tabia zako na mambo mengine. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie. Kwa hiyo faida tumeziona nyingi sana ambazo za ufalme wa giza na ufalme wa nuru.
Mungu asingejidhihirisha, ufalme wa giza usingekuwepo, tusingejua nguvu za Mungu zinavyofanya kazi. Tusingejua Farao mapigo Mungu alivyopiga, tusingeona nguvu za Mungu zinavyotenda kazi. Tusingeona mapigo huku giza kwa siku 3. Tusingeona nzige, tusingeona radi, moto, si nini, tusingeona hivyo vitu. Lakini kwa sababu kuna nguvu za giza zilikuwepo, Mungu alikuwa anaonyesha yeye ndo above all things. Cha msingi, tamani kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, tamani kumjua Roho Mtakatifu, tamani sana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndo mwenye nguvu zote, na Roho Mtakatifu ndo ana uwezo wa kusaidia katika kila changamoto, katika kila eneo. Mungu akubariki sana. Nimemaliza kufundisha somo langu, tujiandae na somo lingine kabisa, Mungu akitupa kibali kabisa, semina nyingine ambayo itakuja, Mungu akitusaidia. Inasema hatua 7 za Mungu kujibu maombi yako kwa haraka. Hatua 7 za Mungu kujibu maombi yako kwa haraka. Ziko hatua 7. Ili semina itaanza muda si mrefu, Mungu akitupa kibali na neema. Na Mungu akubariki na kuombea. Bwana Yesu, asante kwa msikilizaji wangu. Roho Mtakatifu, ninaomba uwepo wako ukae juu yake. Naomba kile nilichokifundisha ambacho umenitumia, naomba Roho Mtakatifu ukae juu yake na ukamfundishe na ukaendelea kumfundisha katika jina la Yesu Kristo. Naomba nguvu zako Mungu zikamfunike popote alipo katika jina la Yesu Kristo. Ukamsaidie, ukampe kuelewa zaidi ya nilichokielekeza na zaidi nilichofundisha katika jina la Yesu Kristo. Kama naomba Mungu kamponye katika jina la Yesu Kristo, ukampe afya njema, ukampe amani, ukampe furaha, ukampe na baraka katika jina la Yesu. Amen. Kama unahitaji kuokoka, sala hii ni ya kwako. Sema, Bwana Yesu, kuokoka sio dini. Kuokoka ni kuwa na mahusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, asante, nakuja mbele zako. Ninakuja kwako. Naomba unipokee. Nifanye kuwa mwana wa pendo lako. Nanyenyekea kwako. Bwana Yesu, nitakase kwa damu yako. Natamani nikujue wewe, nikupende wewe, uishi ndani yangu. Katika jina la Yesu Kristo, namkataa shetani na kazi zake zote. Ninakukubali wewe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Kuanzia leo nakupenda Yesu. Amen. Na Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Ukitaka kunitafuta kwa namba zangu 0778 666 042, 0778 666 042. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Amen. Shalom. Shalom.